بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري باختصار الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى. tukiwa bado katika kitabu الصلاة. قال الإمام البخاري: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. باب الصلاة، mlango wa swala unaofungamana na kuswali baina sawari, katikati ya nguzo, fi ghairi jamaatin, isiyokuwa jamaa. Akaswali mtu peke yake na akawa yupo katikati ya nguzo mbili. Jambo hili linafaa, mithibiti kwa hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam na riwaya ambayo atahitaji hapa al-Imamu al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Itafaa mtu akaswali, manake la ba'sa, hakuna dhambi, hakuna tatizo mtu akaswali katikati ya nguzo mbili isiyokuwa jamaa, na swali peke yake. Qala, nasema an ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadithi tumeipita huko nyuma. Anasema hadithu dukhuli nabii sallallahu alayhi wasallam al-Ka'bata, hadithi inayozungumzia kuingia mtume Kaaba. Alipoingia mtume alayhi salatu wasallam Kaaba akiwa na watu kama vile Usama na Uthman ibn Talha na Bilali, aliingia mtume Kaaba mule ndani, kufungua mlango akaingia ndani akiwa na hawa watu watatu, Usama na Uthman ibn Talha na Bilal, waliingia ndani kwenye Kaaba. Walipotoka, Abdullah ibn Umar aliwaona yeye hakuwa ni mwenye kuingia. Qala, akasema Abdullah ibn Umar, fasaltu Bilalan, nikamuuliza Bilal, hina kharaja, pindi alipotoka, nikamuuliza Bilal, ma sanaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kitu gani amekifanya mtume alayhi salatu wasalam humo ndani ya Kaaba? Qala, akasema Bilali, ja'ala amudan, aliifanya nguzo, an yaminihi, ilikuwa upande wake wa kulia. Yani wakati anaswali sallallahu alaihi wasallam aliiweka nguzo moja ikawa upande wa kulia, au aliifanya nguzo moja kuwa upande wake wa kulia. Wa amudan an yasarihi, na nguzo nyingine ikawa kushotoni mwake. Wa thalathata a'midatin waraahu, na nyuma yake palikuwa pana nguzo tatu. Wa thalathata a'midatin, na tatu nguzo tatu, waraahu, zilikuwa nyuma yake. Kwa Bilali anahadithia nini alichokifanya mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya ile Kaaba. Aliingia, nguzo ya kwanza ikawa mkono wa kulia, ya pili ikawa mkono wa kushoto, yeye amesimama katikati, na nguzo zingine tatu zilikuwa nyuma. Wa kana albaytu, na ilikuwa Kaaba yauma idhin, siku hizo, yani masiku hayo na miaka hiyo, ile Kaaba mule ndani ilikuwa ala sittati a'midatin, ilikuwa ina nguzo sita. Ndani mule peke yake palikuwa pana nguzo sita, tofauti na sasa hivi hadi imekwenda mpaka imepungua, zimebakia mbili. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, amudaini an yamini, riwaya nyingine inathibitisha kwamba nguzo mbili zilikuwa upande wake wa kulia, kisha nguzo moja ilikuwa kushoto, nyuma zilikuwa tatu, kwa jumla zilikuwa nguzo sita. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alisali katikati ya nguzo mbili, na hadithi hii inathibitisha ya kwamba fala mani, hakuna dhambi, hakuna kosa ikiwa mtu ataswali katikati ya nguzo mbili, hasa akiwa peke yake. Kama hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam
alikuwa yeye peke yake, hakuna jamaa anaongoza, hapakuwa na safu imenyooka ya watu, hapana. Wakina Uthman ibn Talha na Usama na Bilal walikuwa wanamwangalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo itafaa ikiwa patakuwa ni swala ya mtu binafsi peke yake akaswali katikati ya nguzo mbili, fala ba'asa, hakuna tatizo katika hilo. Qala sema babu salati ila arrahilati walba'iri washajari warrahli. Mlango mwingine babu salati, mlango wa swala ila arrahilati, swali hali ya kuwa umemwelekea mnyama, walba'iri na alba'iri na vile vile umemwelekea mnyama kama vile ngamia, washajari na vile vile umeelekea mti, warrahli na kifaa kinachowekwa juu ya mnyama kwa ajili ya kuegamia wakati wa kulala. Arrahli ni kiti kinachowekwa juu ya mnyama, anakikalia mwendeshaji wa mnyama, na wakati mwingine akichoka hukiegamia kile kiti. Kwa hiyo inafaa kukichukua kile kiti cha mnyama kile ukakiweka na ukakifanya kuwa ni sutra. Kwa hiyo hapa kataja vitu vitatu, kuna arrahila walba'iri washajari warrahli, takriban vinne, kwamba inafaa ukaswali kuvielekea hivi, akiwemo mnyama, ukiwepo mti, na kikiwepo hicho kitu ambacho ni muakhiratu arrahli, kinachokaa nyuma kabisa anapokiegemea yule anayeendesha mnyama. Na al-Imam Ibn Battali rahimahullahu ta'ala anasema hadhihi al-ashya kulluha, vitu hivi vyote vilivyotamkwa hapa kwenye kichwa cha habari, jaizun al-istitar biha, inajuzu mtu akavifanya ni sutra, inajuzu mtu akavifanya kuwa ni sutra. Wassalatu ilaiha, na kuswali hali ya kuwa na vielekea, wayajuzu wassalati ilaiha, na kuswali hali ya kuwa na vielekea. Bali akasema na vile vile wayajuzu ila kulli sitrin tahirin, inajuzu pia kuelekea kila stara, kila kitu ambacho ni sutra kikawa ni tahiri, kiko safi, sio najis, kama ngamia unavyomuona hapo, bila shaka indana ni mnyama ambaye ni tahir. Qala sema wa anhu radiyallahu anhu, na imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma pia naye anasema ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka mtume, annahu kana yu'arridhu, kwamba mtume alikuwa yu'arridhu. Wata'aridhu ni kumuweka mnyama mbele akawa dhahiri naonekana. Kana yu'arridhu, alikuwa akimuweka mbele mnyama na anamfanya kuwa ni sutra. Kana yu'arridhu rahilatahu, alikuwa akimuweka mbele kwa kumfanya sutra rahilatahu, mnyama wake sallallahu alaihi wasallam. Fayusalli ilaiha, aswali kwa kumwelekea, kisha anaswali kwa kumwelekea mnyama wake, anamweka mbele pale, amemfanya kuwa ni sutra, baada ya kuwa ameshamshushia mizigo yake au ameshamfunga sehemu fulani, mnyama yule akawa ametulizana au amekaa chini. Fayusalli ilaiha, kisha mtume na swali kumwelekea yule mnyama. Qila li Nafi', pakasemwa kuulizwa Nafi' ambaye ni maula Abdullah ibn Umar, mpokezi wa hadithi ni Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar alikuwa na maula wake, na maula alikuwa Nafi', na Nafi' riwaya nyingi amezipokea kutoka kwa Abdullah ibn Umar. Akaambiwa Nafi', afaraaita idha habbatir rikabu, afaraaita, unasemaje na unaonaje wewe Nafi', idha habbatir rikabu, pindi ambapo yule au wale wanyama au yule mnyama na msafara wa watu, idha habbat, utakaponyanyuka na kuondoka. Arrikabu ni wanyama wale wenyewe, mnyama kama vile ngamia mwenyewe huyo au bairi. Alafu vile vile arrikabu inakuja kwa maana pia ya msafara wote, lakini hapa nakusudiwa mnyama, kwamba mnyama
Vipi ikiwa yule mnyama atasimama, taharakati akatikisika, huyo akaona akajinyanyua juu akaondoka zake, unasemaje sasa? Na wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo kamfanya yule mnyama kuwa nani? Sutra. Sasa mnyama sasa akipata hamu ya kuondoka au ikawaje, unasemaje? Au alikuwa anafanya nini? Qala, akasema Nafi' maula Abdullah bin Umar, kana ya'khudhu hadha ar-rahla, mnyama akinyanyuka na kuondoka, kana, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu hadha ar-rahla, anateremsha kile kiti anachokalia yule mtu juu ya mnyama. Ar-rahl, anakiteremsha kile kilichopo juu ya mnyama ambacho huwa kinafungwa pale, anakichukua pale kisha anakiweka ili kiwe ni satiran lahu, kiwe ni chenye kumsiri yeye sallallahu alayhi wasallam. Anachukua kile rahl, kile kiti ambacho kinawekwa juu ya mnyama kwa ajili ya mtu mwendesha mnyama kuikalia, kichukua na kiweka chini. Fayuaddiluhu, anakilinganisha na kiweka sawasawa. Fayuaddiluhu, anakiweka sawasawa. Fayusalli ila akhiratihi, anaswali mwisho wake, anaswali akiwa amekielekea mwisho wake. Fayusalli ila akhiratihi, anaswali ule mwisho wake ambako kipo yeye ndo anakielekea kule mwisho wake sallallahu alaihi wasallam. Au qala, au alisema muakharihi, mwisho wake. Wakana ibn Umar radiyallahu anhu ma yafalu, na alikuwa Abdullah ibn Umar yafaluhu, na alikuwa anafanya hivi hivi radiyallahu anhuma. Haya, anamweka mnyama akiwa ametulia. Ikiwa mnyama ataondoka, basi huchukua kile arrahl, kile kiti, ukiweka pale mbele yake, na yeye kuswali akiwa nakielekea sehemu yake ya nyuma. Kwa ndani ya hadithi hii pia panaona ya kwamba inajuzu mtu kumfanya mnyama aliyeaminika na utulivu, kumfanya kuwa ni sutra moja. Lakini jambo la pili, na ukaruhusiwa kuswali hali ya kuwa unamwelekea mnyama, ukaswali hali ya kuwa umemwelekea mnyama. Lakini tatu, hadithi hii imethibitisha ya kwamba ikiwa mnyama ataondoka akapata mnyanyapata, basi ni vyema ile arrahli kilichopo juu ya mnyama unaruhusiwa kukitoa, ukakilinganisha, ukakiweka vizuri, ukaswali hali ya kuwa umekielekea. Lakini unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwanza anamwandaa yule mnyama. Unaona anasema annahu kana ya'khudhu hadha ar-rahla fayu'addiluhu fayusalli ila akhirati. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hayo yote amemweka mnyama, lakini alikuwa attention kabisa, alikuwa attention, manake ameshajiandaa. Pana uwezekano yule mnyama akaondoka akafanyaje, basi huchukua ile arrahli na kuiswalia hali ya kuwa anaielekea. Hadithi ya mwisho, qala sababu salati ila sariri, babu as-salat ila sariri, mlango unaozungumzia kufaa kuswali hali ya kuwa umekielekea asariri, kitanda. Naswali hali ya kuwa umekielekea kitanda, ndo sutra yako. Na hata kama kwenye kile kitanda patakuwa na mtu, itafaa wewe ukaifanya kile kitanda kikawa ni sutra. Na kwa maisha haya huu mlango, yani huu mlango wa kusema tu babu salati la sariri, kwamba kuswali hali ya kuwa umekielekea kitanda, yani haya maneno peke yake yanaonesha utofauti mkubwa uliopo baina ya hiyo miaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na miaka hiyo. Leo hii wewe huwezi kuswali katika kitanda, labda chumba kiweje si. Kwa maisha yetu vyumba ni vikubwa, kitanda kipo mashariki na wewe sehemu unaoswalia magharibi. Lakini mpaka mtu anakosa mahala pa kuswalia, kibla yake kwa ukuta nafanyaje, kikawa ni kitanda. Hii ni ishara kwamba kana tibuyutuhum dhayyq, nyumba zao zilikuwa ndogo sana. Utaona hapa maelezo yanazokuwa nyumba vilikuwa vidogo. Nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ni ndogo kiasi kwamba ukiweka kitanda tu mtu kusimama hawezi kusoma isipokuwa anaelekea kwenye kitanda. Yani ni chumba kidogo, hutoweza tena wewe
eti kusogeza kitanda ukaelekea ukuta, haiwezekani. Baina ya kitanda na ukuta ni sehemu ndogo sana, hauwezi ukakisogeza kitanda au ukaswali sehemu nyingine. Haya, anasema an Aisha radhiallahu anha qalat, Aisha Allah mridhia alisema, a'adaltumuna bilkalbi walhimari. Ilikuwa baadhi ya riwaya inasema hivi, shabbahtumuna bilkalbi walhimari, mmetufananisha sisi na majibwa na punda. Sio nawauliza, anastaajabu, mwatufananisha sisi na majibwa na mapunda. Punda kwa maana hawa himar. Haya maneno ya Aisha radhiallahu anha yanaashiria pana kitu kimetangulia nyuma, pana maelezo yametangulia nyuma, nayo ni kwamba ilitajwa kwa Aisha radhiallahu anha vitu ambavyo idha marrat baina yaday almusalli, vikipita mbele ya mwenye kuswali, tanqusu thawabu, vitu hivyo vinapunguza thawabu ya mwenye kuswali. Vilitajwa vitu, kuna vitu vilitajwa kwamba mtu anayeswali kikapita mbele yake kitu fulani kitu fulani kitu fulani, basi swala ya yule mwenye kuswali haibatiliki, la haiambiwi batil, haibatiliki, lakini tu ujira wake unapungua. Ile swala kama ilikuwa 25 inapungua, ilikuwa 27 inapungua, sio kama inakuwa ni batili. Faqalu, wakamwambia sasa, wakasema hawa waliosema, wakasema yaqta'uha mururu alkalbi walhimari walmar'ati, walisema mtu hukatwa swala yake au hupunguziwa thawabu mwenye kuswali ikiwa patapita mbele yake alkalbu walhimaru walmar'ati, apite mbwa, apite punda, apite mwanamke. Kama unaswali akapita mbele yako mwanamke, swala yako imepungua ujira. Akapita punda mbele yako, swala yako imepungua ujira. Akapita mbwa mbele yako pale, swala yako imepungua ujira. Basi kwani wasema hivyo hao watu? Na msemaji alikuwa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alikuwa ni Abu Hurairah kama fi sahih Muslim, yaqta'uha murur alkalbi walhimari walmar'a, anayepunguzia ujira swala ni hivyo vitu vitatu. Sasa neno hili Aisha akasema, a'adaltumuna bilkalbi walhimari, mmefikia kiwango cha kutufananisha sisi na majibwa na punda. Na hiyo riwaya ya Abu Hurairah kwamba iweje mwanamke anaweza akaipunguzisha swala ujira, wanasema ni kwamba lianna almar'ata tuftin, mwanamke anatia fitna, mwanamke anaweza kufanyia fitna katika swala au kupita kwake kufitini wewe katika swala. Tunafahamu kwamba kadhia nani ya Jureij, mwanamke yule albaghi min baghaya bani Israil, alikusudia kuja kumfanyaje, kumfitini Jureij katika swala. Ndani ya swala mwanamke yule akaja akajidhihirisha maumbile yake, akajionyesha huku kulia kushoto, vurugu. Lakini Jureij rahimahullah alithibiti na kuwa imani. Kwa hiyo mwanamke inatajwa kwamba anaiharibu swala au anaipunguza ujira swala, kwa sababu mwanamke tuftin, anaweza kumfitini mtu. Lakini pia vile vile walhimar, hutajwa kwamba pia punda anaweza kuipunguzia ujira swala, lianna alhimara tanhiqu, punda naye wakati mwingine anaweza akapiga yale makelele yake, akafika pale kwenye swala tu akafika, yani kote huko hajapiga makelele, lakini akifika pale tu ataanza kulia ule mlio wake, ataanza kulia ule mlio wake. Inawezekana hivyo. Kwa hiyo bila shaka naye pia anapunguza ujira wa nini, wa swala. Na vile vile tarughul kilam, kubweka kwa majibwa, kubweka kwa majibwa, na swali ataka kubwekea pale mbele yako, kupigia kelele wao hivyo. Kwa hiyo inawezekana pia wote hawa wakapunguza ujira. Sasa walipotaja vitu hivi vitatu, Aisha akawaambia, a'adaltumuna bilkalbi walhimari, mmetufananisha sisi wanawake kwamba tunaweza tukapunguza ujira wa mtu wa swala kama mlivyosema kunako mbwa na vile vile na punda, na sisi wanawake hivi jambo ni sawa? Sasa ngoja niwaambieni, anasema sasa, laqad ra'aytuni muttaji'atan ala sariri, kwa hakika
laqad ra'aytu, kwa hakika. Na imekuja pia baadhi ya matamshi wallahi, laqad ra'aytu, aliniona mimi, wallahi aliniona mimi, muqadi'atan ala sariri, nikiwa nimelala juu ya kitanda. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniona mimi, kaniona kabisa kama nimelala juu ya kitanda. Fayaji'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anakuja sasa yeye alayhi salatu wasalam, fayatawassatu as-sarira, fayatawassatu as-sarira, anakiweka katikati kitanda, maana anaelekea katikati mwa kitanda sallallahu alaihi wasallam. Fayatawassatu as-sarira, anaelekea katikati ya kitanda. Fayusalli, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasali. Mwana hapa sura inaanzia, chumba kilikuwa kidogo mpaka kufikia kwamba kitanda unakifanya kuwa ni katikati. Maana yake kuliani kwako hakuna nafasi, kushotoni mwako hakuna nafasi. Kuliani hakuna nafasi wala kushoto hakuna nafasi, yani kulia mwa kitanda wala kushoto mwa kitanda hakuna nafasi. Ukuta tayari ushabana, kwa sababu kitanda kimeshika ukuta na kimemaliza na ukuta. Nafasi iliyobakia huku huwezi wewe tena ukaswali, haitowezekana tena. Kwa hiyo Mtume alikuwa anakuja hivyo, anafanya anaweka katikati, anaelekea katikati ya kitanda, nami nimelala pale. Sasa Aisha anasema mimi nilikuwa namuona sasa Mtume kwamba yuko katikati ya kitanda anaswali, na mimi nimelala. Fa akrahu an usannihahu, nachukia mimi sasa kumdhihirishia vitu katika swala yake. Kuna vitu nachukia mimi, an usannihahu ay an udhhirahu, kuvidhihirisha ima kwa mwili wangu au kwa chochote kile. Na yeye Mtume kana swali, inawezekana kuna haja zinatokea, sasa nataka niamke. Sasa ninachukia ni kumdhihirishia matendo yoyote, kutikisika, kuonekana nimenyanyuka, nimefanyaje, mara nimekaa. Na nachukia hilo, kumdhihirishia kitu Mtume aliyakuwa yana swali. Sasa nini ninafanya? Nasema Aisha, fa ansallu, basi ninaondoka kwa kujificha ficha, kwa kunyatanyata kwa upole sana. Min qibali rijlai sariri, kutokea upande wa miguu miwili ya kitanda. Fa ansallu, ninaondoka na ninatoka kwa kujificha ficha kwa upole kabisa, kama vile najikunyata, najivuta. Min qibali rijlai sariri, kutokea upande wa miguu miwili ya kitanda, natokea kule. Hatta ansalla, nafanya hivyo, najiburuta, najitoa polepole mpaka ninatoka min lihafi, kutoka katika blanketi yangu na shuka yangu, huyo naondoka zangu. Aisha radhiallahu anha anasema kwamba kwa kule kuchukia simkere sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa nasali alayhi salatu wasalam, alikuwa kwenye ile shuka yake anajivuta kidogo kidogo, anatoka kujificha ficha kidogo kidogo, akitokea kwenye miguu ile miwili ya kitanda. Hatta ansalla, mpaka ninaondoka kwa kujificha, min lihafi, kutoka katika shuka yangu au blanketi yangu. Hadithi hii ni dalili ya kwamba yajuzu ala anna almar'ata, ni dalili ala anna almar'ata au ala anna murura almar'ati, kwamba kupita kwa mwanamke baina yaday almusalli, mbele ya mwenye kuswali, la taqta'u salata, hakukati swali. Mwanamke akipita mbele ya mtu mwenye kuswali, mwanamke yule akipita pale hakati swala, kama alivyokuwa anafanya nani? Aisha radhiallahu anha. Mtume anaswali katika kitanda, kisha Aisha anatikisika, anatoka pale, anakwenda kwenye baadhi ya haja zake, anamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke hakati swala, lianna insilalaha min lihafiha, kwa sababu Aisha kutoka kwake kwenye lile shuka, kalmururi baina yaday almusalli, mfano wake ni kama vile kupita mbele ya mwenye kuswali. Mfano wake ni kama vile kupita mbele ya mwenye kuswali. Kwa hiyo hadithi ile inapunda
na mnyama wanakata swala. La, mwanamke hakati swala. Mwanamke haikati swala wala hapunguzi ujira wa swala. Tayeb, hadithi hii pia imefundisha jambo lingine zuri, zuhudu nabii sallallahu alaihi wasallam. Zuhudu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, zuhudi ya mtume alaihi salatu wasallam. Kana zahidan wari'an, yani ukizungumza dunia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ameiweka nyuma ya mgongo, hajaiweka mbele ya macho yake wala mbele ya mikono yake, bali kaiweka nyuma ya mgongo wake sallallahu alaihi wasallam. Nafasi ya mtume alaihi salatu wasallam na daraja lake alilonalo sio daraja la kuishi haya maisha kabisa, halikuwa katika manzila yake. Kwa nafasi alionayo sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivi, hakustahiki. Lakini talaqa ad-dunya wa khafa al-fitna, aliipa talaka dunia na aliogopa fitna. Lakini pia katika hadithi hii tunaona mtume sallallahu alaihi wasallam kana yusalli an-nawafil fi baiti, alikuwa anaswali swala za sunna nyumbani kwake sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kakataza kuzifanya nyumba kuwa makaburi. Kakataza sallallahu alaihi wasallam kuzifanya nyumba kuwa ni makaburi, yani maana yake mtu haswali swala zote nyumbani kwake, ye sunna za qabliya ba'diya vyote anaswalia msikitini, mpaka witri anaswalia msikitini. Yani ile kabla ya kuondoka isha ashapiga ile qiyamul layli, ashapiga witri, huyo aenda nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaifanya nyumba yake ni sehemu ya ibada, ni sehemu ya ibada. Hakuwa na swala zote na swala nyumbani kani kwa hasha. Na pamoja na kwamba nyumba, msikiti, nyumba, mlango wa msikiti mmoja ni kuingia tu, akitoka hapa anaingia nyumbani kwake na ingia ndani ya msikiti. Lakini pamoja na hayo yote sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali wapi? Nyumbani kwake. Kwa hiyo fala tattakhidhu albuyuta qubura, watu wasiyafanye majumba kuwa makaburi. Na Aisha radhiallahu anha tunaweza tukasema kwamba alikuwa wakati mwingine kwenye haya mazingira yeye haswali kwa sababu yawezekana katika nyudhuru za wanawake. Yawezekana ni katika nini? Nyudhuru za wanawake, ikawa mfanya naye haswali na mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini liko riwaya pia mbalimbali, yeye mwenyewe Aisha radhiallahu anha alikuwa hadithia namna alivyokuwa akifanya ibada, kwa sababu katika sifa ya Aisha kwenye tarjama ya wasifu wake anatajwa Aisha alikuwa ni abidatun, ni mwanamke alikuwa anafanya sana ibada za usiku sana. Abidatun ni mfanya ibada mwingi wa ibada za usiku. Kwa hiyo yawezekana haya mazingira ya Aisha radhiallahu anha alikuwa ana udhuru wa kutokuswali nyakati za usiku, ndio akamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali. Kwa hiyo inajuzu ukifanya kitanda kuwa ni sutra, kumfanya mwanamke kuwa ni sutra kwenye nawafili za usiku, sunna za usiku, pakiwa pana kutokuhofiwa shari yoyote, fitna yoyote mwanamke, itafaa mtu akamfanya mke wake kuwa ni sutra akiwa amelala. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.